kutoa taarifa ya kupatikana kwa mtoto aliyedaiwa kutekwa. Napenda kutolea ufafanuzi juu ya video mjongeo iliyoonekana kusambaa tarehe 12 mwezi wa 3 2025 katika mitandao ya kijamii juu ya kutekwa kwa mtoto Shadrack Adam, miaka 11, mwanafunzi wa darasa la 6 wa shule ya msingi Nanjoka B iliyoko Tunduru na kupelekwa jijini Dar es Salaam, taarifa ambayo sio ya kweli. Ukweli wa tukio hili ni kwamba tarehe 10 mwezi wa 3 2025, kwa mujibu wa maelezo ya mama mzazi wa mtoto huyo, kwamba majira ya saa 1 usiku huko kijiji cha Nanjoka, wilaya ya Tunduru, mtoto Shadrack Adam alitoroka nyumbani kwa mama yake mzazi aitwaye Tatu Mbwana baada ya kuiba shilingi 9,000 iliyokuwa kwenye jaketi la mama yake, kisha kwenda kwenye stendi kuu ya mabasi Tunduru na kupanda basi la kampuni ya Selulu inayotoka Songea kuelekea Dar es Salaam na kushikia stendi ya Mbezi, Dar es Salaam tarehe 11 mwezi wa 3 2025. Mtoto huyo alianza kuzurura eneo hilo la stendi ya mabasi Mbezi, na ilipofika majira ya saa 3 asubuhi aliokotwa na msamaria mwema ambaye jina lake tumelihifadhi na kumpeleka nyumbani kwake na kuanza kumhoji. Ndipo mtoto huyo alidanganya kuwa ametekwa na watu waliokuwa kwenye gari na kumchukua hadi Dar es Salaam. Baada ya kutoa taarifa hiyo, msamaria mwema huyo alirekodi video fupi na kuisambaza mtandaoni kwa ajili ya utambuzi wa ndugu zake, na ndipo mama mzazi wa mtoto huyo alipowasiliana na mtoa taarifa kwa ajili ya taratibu za kumrudisha mtoto Tunduru na kupokelewa Tunduru akiwa salama. Aidha, mama mzazi ameeleza kuwa mtoto huyo hakutekwa, bali amekuwa na tabia ya kutoroka nyumbani, na hiyo ni awamu ya 3 anatoroka. Mara ya kwanza alitoroka na kwenda Dar es Salaam, mara ya pili alitoroka na kwenda Masasi, na mara hii ya 3 tena ametoroka na kwenda Dar es Salaam baada ya kumwibia fedha. Jeshi la polisi linapenda kuwatoa hofu wananchi wa mkoa wa Ruvuma juu ya tukio hili, kuwa mtoto huyo hakutekwa, na yeye mwenyewe baada ya kumhoji amekiri kuwa alitoroka baada ya kuiba fedha za mama yake. Jeshi la polisi linatoa wito kwa wazazi na walezi kuhakikisha wanakuwa mstari wa mbele kwa kuwasimamia kwa karibu watoto wao na kuwachukulia hatua mapema hawajakomaa, na kwamba hakuna utekaji wowote wa aina yoyote katika mkoa wetu huu wa Ruvuma. Asante sana. Mimi nilimtoroka mama, nikachukua koti lake na hela yake, ni moja kwa moja nikaenda hadi sokoni, nikaenda hadi stendi ya mabasi, nikakwea basi, nikafika hadi Tunduru, nikafika hadi Dar es Salaam. Pale Dar es Salaam nikashuka, nikaanza kuhangaika, nikafika jioni, nikakaa sehemu, mara tu akamtokea mtu akasema, wewe unatoka wapi? Nikamjibu Tunduru. Nakaa mtaa wa Ndege, akasema twende nyumbani kwako, twende nyumbani kwao. Nikafika hadi nyumbani kwake, akaniuliza maswali, wewe umefikaje? Nikamjibu kwamba nimefika huku kuna mtu aliniteka, alinikamata. Kwa hiyo yeye alitoka, mimi nikatoka, nikamtoroka. Na siwezi kanikuta pale nimekaa. Akasema haya, nenda ndani ukalale,
Kesho asubuhi utawasiliana na wazazi wako, tutajua. Mara asubuhi nilipoamka akaniambia kuna ndugu yako tumepata anaitwa Ismail Seif Ndima. Akafika pale mjomba Suma, akaja kunishukua, akanipeleka nyumbani kwake, akachukua nauli, akanipeleka stendi pale, akanipeleka basi. Moja kwa moja nikafika Tunduru. Sasa hivi niko na mama. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.